Naam, habari ya wakati huu mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, karibu katika taarifa yetu ya habari. Msomaji wako ni mimi Nelson Munema. Karibu. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah amesema serikali itaendelea kuweka mazingira mazuri na rafiki kwa wawekezaji ili kuhakikisha kwamba uwekezaji unatoa ajira kwa vijana na kukuza uchumi wa taifa na unaleta maendeleo ya moja kwa moja kwa wananchi. Tupate taarifa zaidi. Makamu wa pili wa Rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah ameyasema hayo baada ya kuongoza matembezi ya Zipa Walkathon 2026 yaliyofanyika maeneo ya uwekezaji Fumba. Akizungumza nje ya mradi wa ujenzi wa uwanja wa Afcon Fumba, makamu wa pili wa rais amesema serikali itahakikisha inaendelea kuvutia wawekezaji ambao miradi yao itawanufaisha wananchi. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuweka mazingira mazuri na rafiki kwa wawekezaji ili kuhakikisha uwekezaji unaongeza ajira kwa vijana, unakuza uchumi wa taifa na unaleta maendeleo ya moja kwa moja kwa wananchi wetu. Maendeleo ya kweli hayawezi kupatikana bila ya ushirikiano. Tunahitaji kuendelea kushikamana kama jamii, serikali, sekta binafsi na wadau wa maendeleo ili kufanikisha malengo yetu ya kujenga Zanzibar yenye uchumi imara, wananchi wenye afya njema na jamii yenye ustawi. Waziri wa Kazi na Uwekezaji Zanzibar Sharif Ali Sharifu amesema matembezi hayo hufanyika Fumba ni sehemu ya kuyatangaza maeneo ya uwekezaji ya Fumba na miradi iliyopo katika eneo hilo. Sisi tumesema kwa nini Fumba, kwa sababu nipo pahala ambapo pana fursa nyingi sana za uwekezaji. Kwa hiyo kuitangaza Fumba peke yake ni kitu kikubwa, itawafanya sasa wawekezaji waweze kuja huko. Mkurugenzi mtendaji mamlaka kukuza uwekezaji Zanzibar Saleh Saadi Mohamed anasema maandalizi ya jukwaa la siku 3 la uwekezaji Zanzibar 2026 yamekamilika. Ofisi za balozi mbalimbali 21, lakini mabalozi wetu ambao wa nchini Tanzania ambao wako nje ya nchi na watakuwa wamekuja kuunga mkono jitihada za serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na ni vyema tukaweza kuungana na mkono kwa sababu kinachokwenda kufanyika pale sio tu ni Zipa, kinachokwenda kufanyika pale ni kwamba tunatangazia Zanzibar, tunatangazia Tanzania na tunawapa watu fursa ambazo zipo ndani ya nchini mwetu. Na kama tunavyofahamu kwamba tarehe 3 mpaka tarehe 5 Golden Tulip tutakuwa pale na jukwaa ambalo lina mnasaba mkubwa na masuala yetu haya ya welcome investors na nini na mambo mengine, uchumi tulio nao kwenye nchi yetu na nini watakuwa wana benefit wawekezaji watakapokuja kwenye nchi yetu, lakini nchi yetu sasa ikoje. Na mwisho kubwa ni kuona tu zile fursa zitakazopatikana katika jukwaa hili, basi na sisi sote kuanzia sisi waamuzi wa sera lakini na watendaji wengine tunakwenda kuzisimamia kwa nguvu zote ili fursa hizo zisiwe zimepotea na ili athari chanya ya jukwaa hili iweze kuonekana leo na hata baadaye. Matembezi ya Zipa Walkathon 2026 ya kilomita 5 yaliongozwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemed Suleiman Abdullah yalianzia roundabout Fumba na kumalizia nje ya mradi wa ujenzi wa uwanja wa Afcon Fumba. Juma Kasim, Channel 10 Zanzibar. Serikali imetangaza kuwa utekelezwaji rasmi wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 utaanza rasmi Julai mosi mwaka huu, na kwamba bajeti ya serikali ya mwaka 2026-2027 na mpango wa taifa wa maendeleo vikiwa ndio nyenzo kuu za kuanza utekelezaji wake. Tangazo hilo limetolewa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo alipofanya mkutano maalum na waandishi wa habari kwa ajili ya kutoa taarifa ya kikao cha Tume ya Taifa ya Mipango kilichoongozwa na mwenyekiti wake ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambapo pia ameeleza mafanikio ya maandalizi ya serikali kwa ajili ya kuanza utekelezaji wa dira hiyo inayolenga kujenga uchumi shindani unaozalisha ajira, kupunguza umaskini na kuongeza ustawi wa wananchi. Kwa kazi kubwa sasa iliyobaki kwetu sisi sote, kuanzia Mheshimiwa Rais na sisi wote wasaidizi wake na nchi nzima, ni kujikita kwenye utekelezaji. Kupanga ni jambo moja, kutekeleza ni jambo jingine. Mipango bila kutekelezwa inabaki kuwa makaratasi matamu kwenye makabati, na hatutaki nyaraka hizo ambazo zinasifiwa sana zibaki makabatini. We want to ensure that we are able to implement them. Profesa Kitila amesema dira ya 2050 itajikita katika maeneo matatu makuu ya mageuzi ambayo ni utawala na utumishi wa umma, uwekezaji na uzalishaji wenye tija, pamoja na maendeleo ya jamii, kiuchumi na uhifadhi wa mazingira, na kuwa tofauti na mipango iliyopita,
Utekelezaji wa dira hiyo utapimwa kwa matokeo halisi kwa kutumia viashiria maalumu katika sekta za kipaumbele 12 ikiwemo kilimo, elimu, afya, uwekezaji, utalii, michezo na ubunifu wa kidijitali. Everybody should know. Awe ni bodaboda, awe ni mkulima, awe ni daladala, anapaswa kujua na ahusishe shughuli anayofanya, ajue kwamba anachangia katika utekelezaji wa mipango yetu ya maendeleo. Ukiwa ni mkulima ujue unachangia katika utekelezaji wa mipango yetu ya maendeleo. Kwa hiyo ya kwanza ni uelewa huo kwamba mimi katika shughuli zangu unazozifanya ni sehemu ya utekelezaji wa dira na mipango ya taifa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu Bakari Machumu amesema mafanikio ya dira ya 2050 yanategemea ushiriki wa wadau wote wakiwemo sekta binafsi, mashirika ya umma, asasi za kiraia na washirika wa maendeleo. Amesema sekta binafsi inatarajiwa kuchangia 70% ya uwekezaji na shughuli za maendeleo, huku serikali ikichangia 22% na mashirika ya umma 8%, jambo linalolenga kujenga umiliki wa pamoja na utekelezaji wa dira hiyo. Unaona, tunajifunza sasa. Kule nyuma hatukufanya vizuri sana kwa uchumi wa watu mmoja mmoja. Kwa tuna rebuild kwa kutengeneza viwanda sasa, tuna rebuild kwa kuhakikisha kwamba kuongeza thamani na kuwa na sekta ambazo zinagusa wananchi wengi zinaenda sasa kuwanufaisha wananchi kwa ukubwa wake. Kwa hiyo unaziona 4R, ukiwa unazitafuta utaziona wakati. Mkutano huo wa Waziri Profesa Mkumbo umehudhuriwa na mkurugenzi wa mamlaka ya uwekezaji na maeneo maalum ya kiuchumi Tanzania TISEZA, ambaye amesema serikali imeendelea kuboresha mazingira ya uwekezaji kupitia maboresho ya sheria, diplomasia ya uchumi na ujenzi wa miundombinu ya uwekezaji nchini, na kwamba hatua hizo zinachangia kuongezeka kwa uwekezaji na zitasaidia kufanikisha malengo ya dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 kwa kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uwekezaji, uzalishaji na ajira katika ukanda wa Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla. Ni kuweka miundombinu wezeshi tayari ili uwekezaji unapotaka kuanza uweze kuanza kwa urahisi. Na hii ni swala la maeneo maalum ya kiuchumi, special economic zone, ambayo yanasimamiwa na mamlaka yetu. Maeneo haya yako tayari, yako nchi nzima. Tunayo maeneo Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, Dodoma, Ruvuma, Mara, Mwanza na maeneo mbalimbali nchini ambayo yamewekea miundombinu na yako tayari kwa ajili ya kupokea uwekezaji. Kutoka Dar es Salaam, Emmanuel Chegere, Channel 10. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ametoa wito wa kuimarishwa kwa utaratibu kati ya mashirika ya kiutu na yale ya afya katika maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tedros ametoa wito huo kupitia mtandao wa X wakati wa ziara yake katika jimbo la Ituri ambao imeathirika zaidi na mlipuko huo, huku akisisitiza kwamba umuhimu wa kusikiliza na kushirikisha jamii, akisema kuwa wananchi wa maeneo yaliyoathirika wanafahamu vyema mahitaji yao na wana mchango muhimu katika kubuni suluhisho la kudhibiti ugonjwa huo. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wa mashariki mwa Kongo wanaonekana kuwa na wasiwasi kuhusu hatua za kujikinga na Ebola, ikiwa ni pamoja na kutengwa na familia na taratibu maalum za mazishi ya wahanga wa ugonjwa huo ambazo zinapingana na mila na desturi za wakazi wa eneo hilo. Naam. Wananchi wa kijiji cha Sadala, wilaya Hai, mkoani Kilimanjaro wameeleza kuondokana na adha ya muda mrefu ya kutembea umbali wa zaidi ya kilomita 12 kwenda na kurudi kufuatia kukamilika kwa ujenzi wa shule ya msingi kumradhi ya Sadala uliogharimu zaidi ya shilingi milioni 351 zilizotolewa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Shule hiyo ilianza kujengwa kuanzia mwaka 2024 na kukamilika mwaka 2025. Inatajwa kuwa mkombozi kwa mamia ya wanafunzi ambao kwa miaka mingi walilazimika kutembea umbali mrefu na wakikabiliwa na changamoto na kupata madhara mbalimbali ikiwemo ajali za barabarani pamoja na utoro unaotokana na mazingira magumu ya usafiri. Mwanahabari wetu Kisa Mwaipiana anaripoti kutoka Hai mkoani Kilimanjaro. Shule hii ni mpya kabisa. Wakazi
wazazi na wananchi wa eneo hili Kwasadala. Hichi ni kijiji cha Kwasadala. Wanalo neno la kusema asante kwa Mheshimiwa Rais kwa kile ambacho wamekifanya katika kuwaletea hii shule. Kwa kipindi cha miaka 4 mfululizo tumepoteza watoto 9 kwa kupata ajali barabarani kutokana na kupata huduma ya shule. Lakini tangu shule hii imejengwa na kufunguliwa mwaka jana 2025, hakuna kifo chochote kilichojitokeza kwa ajili ya mwanafunzi. Binafsi wananchi tunamshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuona umuhimu wa wananchi wa eneo hili kupata shule. Tunamshukuru sana, kwani wanafunzi wetu walikuwa wanatoka mbali kufuata shule iliyopo Kwasadala, pia kwamba ni Msamadi, walikuwa wanapita wanaruka barabara. Changamoto kubwa kabisa, tumewapoteza vijana wengi kwa kupata ajali ya gari, wanagongwa na magari. Katibu Mwenezi Taifa Comrade Kenani Kiongozi yuko hapa kwa ajili ya kukagua na kutembelea shule hii. Sasa nitoe wito mmoja kwa wananchi na watu tunaozunguka haya maeneo. Tuna wajibu wa kulinda hii miundombinu sote kwa pamoja, kwa sababu mwanzo haikuwepo, sasa serikali imeleta, na serikali inapoleta maana yake imewathamini wananchi. Miundombinu ikiharibiwa, maana yake tutakaopata shida ni sisi na watoto wetu. Hapa mmesema faida za mradi huu kwamba zamani watoto walikuwa wanatembea umbali wa kilomita 12, lakini kwa sasa elimu wanapata hapa. Mtazamaji, kazi ya kuimarisha na kuangalia uhai wa chama katika wilaya hii ya Hai imefanywa ipasavyo na Comrade Kiongozi baada ya kufika katika wilaya hii na kuzindua tawi la wakereketwa wa Chama cha Mapinduzi CCM ambao ni vijana wa bodaboda na bajaji, lakini pia akafika katika shina namba 1 tawi la Bomani kwa lengo la kuzungumza na wanachama lakini pia na wananchi wa eneo hili. Kwanza tuwashukuru na kuwapongeza vijana ambao wamejenga shule hili kwa kuonesha uzalendo mkubwa na upendo mkubwa, lakini kujitambua wao binafsi, kwa sababu chama chochote cha siasa msingi wake ni shina. Shina ndio sehemu ya kuanzia chini katika kuelekea pata wanachama wa kutosha. Mtazamaji wa Channel 10, baada ya Comrade Kiongozi kufanya ziara ya kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo katika wilaya ya Hai, ikiwemo shule ya msingi Kwasadala pamoja na hospitali ya wilaya ya Hai, akahitimisha ziara yake katika wilaya hii kwa kufanya mkutano mkubwa wa hadhara, ambapo hapa aliweza kuzungumza na wananchi. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la viwanja vya Snowview hapa katika wilaya ya Hai, mimi ni Kisa Mwipiana wa Channel 10. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amekagua ujenzi wa barabara ya Noranga Doroto Itigi Mlongaji yenye urefu wa kilomita 25 inayojengwa katika halmashauri ya Itigi wilayani Manyoni mkoani Singida kwa gharama ya shilingi bilioni 29.6. Akizungumza baada ya ukaguzi huo, Waziri Daktari Mwigulu amewahakikishia wananchi wa halmashauri ya Itigi mkoani Singida kwa serikali itaendelea kutoa kipaumbele katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ikiwemo barabara ya Mkiwa hadi Makongolosi ili kuhakikisha inakamilika na kufungua fursa za kiuchumi katika eneo hilo na mikoa jirani. Barabara hii wala sio ya wanaitigi tu. Hii ni barabara ambayo itatufungulia shughuli za kimkoa kwenda mkoa wa jirani na mpaka nchi za jirani kupitia upande wa mkoa wa Mbeya na ule wa Songwe. Kwa hiyo tutaisukuma ili kuweza kuhakikisha kwamba inafunguka na kufungua uchumi wetu. Akitoa taarifa ya mradi huo, mkurugenzi wa miradi wa wakala barabara Tanzania TANROADS Mhandisi Jefferson Nko amesema ujenzi huo kwa sasa umefikia 83.25% ya utekelezaji, ambapo kilomita 20.2 zimekamilika kwa kiwango cha lami, huku kilomita 4.8 zilizobaki zikiwa zimejengwa hadi tabaka la juu la msingi na zinatarajiwa kukamilika Juni 30 mwaka 2026. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hadi kufikia tarehe ya 30 Mei 2026 utekelezaji wa mradi huu umefikia 83.25, ambapo kilomita 20.2 tayari zimekamilika kwa kiwango cha lami na zilizobaki kilomita 4.8 zinatarajiwa kukamilika ifikapo mwishoni mwa Juni mwaka huu. Mhandisi huyo pia amemweleza Waziri Mkuu kuwa wananchi 578 ambao mali zao ziliathiriwa na mradi huo wamelipwa fidia jumla
ya shilingi milioni 721.4 kwa mujibu wa sheria, na katika utekelezaji wake mradi huo umezalisha ajira 305 ambapo ajira 278 sawa na 91% zimetolewa kwa wazawa na ajira 27 sawa na 9% zimetolewa kwa wageni. Lola Ali, Channel 10. Rais wa Marekani Donald Trump amesema amepata hakikisho kutoka kwa Iran kuhusu kutokutengeneza silaha za nyuklia, huku akisema vipaumbele vyake katika makubaliano yote ni kuzuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia na kufungua tena njia Hormuz iliyokuwa imezuiwa. Trump amesema mabadiliko yoyote kwenye mapendekezo hayo yanaweza kuchelewesha zaidi kufikiwa kwa makubaliano rasmi ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati na kufungua njia muhimu ya mlango wa bahari ya Hormuz baada ya wiki kadhaa za kusaka suluhu licha ya misuguano ya maneno pamoja na mapigano ya hapa na pale ya kijeshi. Vyombo vya habari vya New York Times pamoja na Axios vimeripoti kuwa Trump ametuma mapendekezo jipya kwa Iran lenye masharti makali zaidi, ingawa haijabainika ni masharti gani hasa yaliyopendekezwa. Tukirejea hapa nyumbani kuangazia katika Wizara ya Mifugo, Wizara ya Uvuvi, ambapo serikali imeutaka mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia ya nchi ambao unatekelezwa chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kuwapa wafugaji wa ng'ombe na maziwa mbegu inayoendana na mazingira waliopo ili kuepuka hasara inaweza kusababishwa na ufugaji wa mbegu inayokinzana na mazingira ya ufugaji. Na habari yetu Rose Chapewa ameandaa taarifa ifuatayo. Yamefanyika maadhimisho ya 29 ya wiki ya maziwa kwa mwaka wa 2020-2026 katika viwanja vya Membetogwa, manispaa ya Iringa, mkoani Iringa. Mgeni wa heshima ni waziri mwenye dhamana ya mifugo na uvuvi, Balozi Daktari Bashiru Ali. Akikagua mabanda, anawataka kufanya utafiti ili kujua aina ya mbegu ya ng'ombe inayofaa kulingana na mazingira husika. Eneo la uzalishaji ni nyeti. Si kila aina ya mfugo ulio bora kwa maeneo fulani unatufaa sote. Tujue nchi yetu kisayansi na tujue mahitaji ya mbegu tunazotaka kuboresha. Mikoa 8 ya Tanzania bara inanufaika na mradi wa mageuzi ya tasnia ya maziwa na mabadiliko ya tabia nchi. Mradi ambao unatekelezwa na serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi, ukifadhiliwa na Mfuko wa Kimataifa wa Maendeleo ya Kilimo IFAD. Mratibu wa taifa wa mradi huo Daktari Lazaro Kapera ameeleza mipango mikakati ya mradi huo. Mradi unaenda kuboresha kinga ama afya ya mnyama, kwa maana ya kwamba kuleta kampeni ya chanjaji kwenye maeneo yote ya mradi, lakini kingine ni kuweza sasa kuboresha ulaji wa malisho bora, sio bora malisho. Tumefikia uzalishaji wa lita bilioni 4.2 kama ambavyo umeonyeshwa, lakini tunalo hitaji kubwa la maziwa, sababu mahitaji yetu kama nchi ni lita bilioni 13. Iko haja ya kuhakikisha tunaongeza mifugo yenye ubora ili tuwe na mifugo michache lakini yenye uzalishaji mwingi. Kutoka hapa katika manispaa ya Iringa, mkoani Iringa, mimi ni Rose Chapewa. Jeshi la Israel limesema hii leo limedhibiti mlima muhimu wa kimkakati uliopo kusini mwa Lebanon, ambako kunapatikana ngome iliyojengwa wakati wa vita ya kidini katika uvamizi wake mkubwa zaidi ndani ya nchi hiyo kwa zaidi ya miaka 25. Kukamatwa kwa ngome ya Beaufort karibu na mji wa Nabatie kunafuatia siku kadhaa za mapigano makali na mashambulizi ya anga katika vijiji vya karibu, ambako vikosi vya Israel vimekuwa vikipambana na wapiganaji wa Hezbollah katika eneo lenye milima mikali. Hatua hiyo inatajwa kuwa mafanikio makubwa kwa Israel katika vita vya hivi karibuni kati yake na Hezbollah vilivyoanza mapema mwezi Machi, huku Israel ikiendeleza operesheni zake za kijeshi licha ya kuwepo kwa makubaliano ya kusitisha mapigano tangu Aprili 17 na kabla ya duru nyingine ya mazungumzo yaliyopangwa Juni 2 mpaka 3. Na sasa tuangazie katika sekta ya madini, tukirejea hapa nchini ambapo waziri wa madini Anthony Mavunde ameziagiza timu ya majadiliano ya serikali kwenye sekta ya madini GNT kuwaita na kufanya nao majadiliano wamiliki wote wa leseni za uchimbaji madini kinywe
hapa nchini ili kujadiliana kuhusu ubia wa serikali katika kampuni hizo na kuwataka kuanza utekelezwaji wa uchimbaji kwa mujibu wa masharti ya leseni ya sheria ya madini sura namba 123. Waziri Mavunde anasema hayo mara baada ya kushiriki zoezi la utiaji saini na kampuni za Graphica Resources na Eminent Minerals Limited zenye ubia wa uwekezaji wa hisa 83% na serikali 17% kwa kila kampuni. Naielekeza kamati ya majadiliano ya serikali, Profesa Mchome na timu yako, mwaka wa fedha unaoanza Julai, myaite makampuni yote haya kwa ajili ya majadiliano na serikali, kuanza kujua hisa za serikali katika maeneo yao. Haya mawili yakienda sambamba, ndugu zangu, tunafika huko ambako nimepasema inawezekana. Kila mwaka tunapanda kwenye uchumi kwa sababu rais wetu yuko imara, yuko thabiti kuhakikisha kwamba rasilimali zilizopo ndani ya nchi yetu zinakwenda kuwanufaisha Watanzania. Kufuatia kusainiwa kwa mikataba hiyo, wananchi wanakwenda kunufaika na upatikanaji wa ajira na kwamba kwa hatua ilipofikia wana imani na uwekezaji huo. Tunatarajia kwenda kuwekeza kiasi cha zaidi ya bilioni 73.6 na kuweza kuchochea uchumi wa nchi yetu na kuongeza soko la ajira, ambapo katika hatua ya awali tutategemea kutengeneza ajira ya zaidi ya watu 110. Wale waliokuwa wamethaminisha wakapata thamani zao kidogo, ikawa pale tumerudi kwenye mstari wa kujua sio lile tuliofikiria, lakini hili lilichangia na wageni wachache waliokuwa wakipenyeza zile habari kwamba nyinyi saa hizi hapa maisha sasa yatakuwa sio salama, fanyeni hili, lakini hatukukubali. Kutoka Ruangwa mkoani Lindi, mimi ni Aidan Mhando wa Channel 10. Wafanyabiashara wa soko la Manyema lililopo manispaa ya Moshi mkoani Kilimanjaro wameomba kuboreshewa miundombinu ya soko hilo ambalo kutokana na uchakavu unaathiri mazingira ya kufanya biashara sokoni hapo. Mwanahabari wetu Ahmad Nendonde anaripoti. Wamesema hayo katika ziara ya katibu wa NEC CCM itikadi uenezi na mafunzo Kenan Kihongosi aliyefika sokoni hapo kuzindua shina la wakereketwa la Manyema lililopo manispaa ya Moshi na kisha kuzungumza na wafanyabiashara pamoja na wananchi. Kero yetu kubwa ni matope. Wateja wanashindwa kutufikia kwa ajili tope linakuwa kali msimu wa mvua. Tulikuwa tunaomba kutengenezewa paa alafu ushuru ushushwe kidogo, walau tulipe 500 kwa siku badala ya 700. Ufagiaji unachukua sio kwa wakati. Kwa tumezoea soko la Manyema nafagiwa usiku, tukija asubuhi ni kusafi, tunatandika sehemu safi. Lakini sasa matakataka yanakaa mpaka hata saa 7. Baadaye wafanyabiashara hao wakatoa neno la shukrani kufuatia ujio wa Mheshimiwa Kihongosi. Mwenezi amekuja na amefika sokoni kwetu, ameiona kero yetu ambayo tulionayo. Kwanza tunashukuru sana kwa ziara yake hii. Tunashukuru leo kwa kumuona katibu mwenezi. Tumefurahi amesikiliza kero zetu sisi kama wana soko la Manyema. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Kilimanjaro Patrick Boisafi akatumia wasaa huo kuwaeleza wananchi matumaini yalionayo, akilenga kuwa ziara hiyo itawapa ufumbuzi wa kero yao. Ujenzi wa soko hilo unafanikiwa na itakuwa ni ujenzi ambao utaleta maendeleo makubwa ndani ya halmashauri ya manispaa ya Moshi, kwa maana ya kwamba vijana watapata maeneo ya kufanyia kazi, kina mama, wananchi watafaidika, na Chama cha Mapinduzi kwa sababu ndio sera na mpango wetu kuhakikisha kwamba tunawezesha wananchi kiuchumi, na hiyo ndio silaha ambayo Daktari Samia Suluhu anayo. Mwenezi amezungumza kwamba changamoto ya lile soko ameipokea na ameipokea kwa ajili ya kwenda kufanyia utekelezaji, kwa sababu tayari lilishawasilishwa pia kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini pia amepata taarifa kwamba lilishawasilishwa kwake na liko katika utekelezaji. Ila kwa kuwa ni open space, kwa kuna hatua lazima ipitie kubadilisha matumizi ya kile kiwanja ili kiweze kutumika kama matumizi ya soko. Ahmed Nandonde, Channel 10, Kilimanjaro. Waislamu wametakiwa kuisoma vyema elimu ya dini na kuifanyia kazi sambamba na elimu ya dunia kwa ajili ya kulinda maadili kwenye jamii. Ni kauli inayotolewa na Shehe wa mkoa wa Dar es Salaam Walid Omar katika dua maalum iliyofanyika kijiji cha Stahabu Pwani wilayani Pangani, ambayo imeandaliwa na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga Rajabu Abdalla kwa ajili ya kuombea ndugu na jamaa waliofariki. Wasomeshana vizuri hizo Sunday school, hayo mambo mengine mpaka akafikia kiasi fulani cha sasa wewe nenda kule, sisi tutabaki huko. Nenda kafanyaje? Sisi tutabaki huko.
lakini sio lengo la Qur'ani kuishia kusomwa tu, cheti ifanyiwe kazi. Na hapa mwenyeji wa shughuli hiyo ambaye ni mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga Rajabu Abdalla akawahusia waumini kuwa na umoja. Lazima tuachane na vitu ambavyo vyenye kutugawa, ambavyo havina maana yote. Ndugu zangu, kumwona huyu hana maana yote, wa Tanzania tukuachiwa taifa la aina hiyo. Ndugu, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Shinyanga ni mgeni maalum katika dua hiyo, ambaye anaeleza namna alivyoona ushirikiano wa viongozi mkoani humo. Mkoa huu umetulia sana, ni pamoja na kuunganisha chama na serikali linaloweka umoja na utulivu na amani. Tuweze kuwa karibu na watu wetu, tuweze kutatua kero za wananchi ambazo ndio yale ambayo Mheshimiwa Rais anatuelekeza. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Naibu Waziri wa Nchi Ofisi ya Waziri Mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu Umi Ndariananga amewataka wanaume kuacha tabia ya kutelekeza watoto wenye ulemavu na kushiriki kikamilifu katika malezi yao, akisisitiza kuwa serikali imeweka mifumo na ya kuhakikisha kwamba watoto hao wanapata haki na huduma za msingi ili waweze kutimiza ndoto yao. Mwanahabari wetu Leonard Mwacha ameandaa taarifa ifuatayo. Naibu waziri amesema hayo wakati alipofanya ziara kwenye kituo cha watoto wenye mahitaji maalum wilayani Kongwa kinachomilikiwa na kanisa Katoliki, Mlali Rehabilitation Center, ambapo pamoja na mambo mengine amekabidhi mahitaji muhimu kwa watoto hao. Kina baba kwenye familia akipatikana mtoto mwenye ulemavu unakimbia, lakini akiwa hana ulemavu unampenda. Mtoto mwenye ulemavu anabaki kuwa mtoto wa mama. Naomba nitumie fursa hii kuwaomba kina baba Tanzania nzima kuwaunga mkono kina mama na kuwasapoti wanapokuwa na watoto wenye ulemavu, kwa sababu mimi najua kina baba hata mlioko hapa na wanaoniangalia wakiniona mimi hapa na ulemavu na ni naibu waziri, si mnafurahi kina baba? Mmefurahi? Sasa ndio msiwakimbie watoto, na kina mama wasikimbie, waishi kwa amani. Mwanamke anapopata mtoto mwenye ulemavu ampokee kwa baraka kama anavyopokea mtoto mwingine. Na kwa kufanya hivyo, tutaendelea kujenga jamii jumuishi ambayo ina upendo, umoja na mshikamano. Baadhi ya wanawake ambao watoto wao wanapata huduma kituoni hapo wamekiri kutelekezwa na wenza wao baada ya kupata watoto wenye ulemavu, huku watoto hao wakiendelea kuimarika kutokana na huduma za kituo hicho. Ushirikiano kutoka kwa mzazi mwenzangu hamna, kwa sababu toka nijifungue hata mtoto mwenyewe hajawahi kumuona, na anayenisaidia support kubwa ni mama yangu. Tulivyofika hapa kaanzishiwa mazoezi ya kusimama kwenye stendi kama kawaida. Kwa asubuhi anasimama masaa 2, toka hapo atatolewa, ataenda kunyoshwa kule ndani kwenye viungo. Toka hapo ukishatoka naye hapo utamlisha, atakula, utaanza mazoezi ya kumtembeza. Toka hapo ndo akaanza sasa kujiachilia mwenyewe peke yake, mkono wangu akawa na usukuma, ndo nikaiona hiyo neema ya Mungu. Mwenyezi Mungu amefanya akawa sasa anaongoza safari. Watoto wanaohitaji upasuaji na gharama za hospitali zetu hawaziwezi wazazi. Kwa hiyo tumekuwa na ubia na madaktari wa kujitolea na narudia wa kujitolea kutoka Italia, ambao mara kwa mara wamekuwa wakifika na kufanya operation. Watoto wamefanywa operation hapa bila kulipa chochote. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Asante Mwacha. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa ni habari za michezo na burudani. Mimi ni Nelson Munema.